Mtazamaji wa Digital News Tanzania, leo tuko hapa katika kata ya Utalingolo. Tuko hapa kwa ajili ya kushiriki mkutano mkubwa wa diwani wa kata ya Utalingolo Bwana Erasto Mpete, ama mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe. Lengo la mkutano huu kwa mujibu wa yeye mwenyewe ni kwamba yuko hapa kwa ajili ya kuwashukuru wananchi mara baada ya kuchaguliwa kuwa diwani wa kata hii. Licha ya kuwashukuru wananchi hapa katika kijiji cha Nole, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe Erasto Mpete amezungumza mambo mengi au ameweza kusikiliza kero za wananchi katika eneo hili. Moja ya kero ambayo imezungumzwa zaidi hapa ni hali ya miundombinu ndani ya kata, lakini pia hali ya upatikanaji wa nishati ya umeme katika maeneo mbalimbali ya kata ya Utalingolo. Lakini kubwa zaidi, ameweza kupongezwa na wananchi wa kijiji cha Nole na kata ya Utalingolo kwa ujumla, namna ambavyo wanashiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo ndani ya kata ya Utalingolo. Tafadhali tutamsikiliza mwenyewe hapa akizungumza na wananchi wa kata ya Utalingolo juu ya yale hasa yaliyomleta kwenye kijiji hiki. Digital News Tanzania, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Tuongelee maendeleo ya kijiji cha Nole. Maendeleo ya kijiji cha Nole. Maendeleo ya kijiji cha Nole. Nole hoye. Hoye. Piga makofi na vigelegele hapo. Nyama, one ndi mwana muhunge. Ndazire kuhongeza. Tupulingine nyama. Ndazire kuhongeza. Yani mwana muhunge ayiwaza kuhongeza. Umwana muhunge ayinyelea. Silewe nyoba. Kwa hiyo hapa tunataka tuseme hivi, pamoja na kuja kushukuru, lakini lazima tuzungumze mambo muhimu. Maana kazi ndio imeshaanza. Kazi imeshaanza. Kwa hiyo hata yule yote ile baada aliyokuwa anafikiria mimi Mpete, hapana, si mimi. Yaani wewe utake usitake, Mpete ndio huyo hapa. Tumeshaelewana jamani? Yaani wewe ujibadilishe tu kwamba sasa mimi niko na wewe sema hata rohoni humo. Yaani ukisema rohoni, roho yako itatakasika, itapona, basi utakuwa na amani. Kwa mimi sasa hivi sibagui mtu yoyote. Mbona nafahamu? Yaani najua kabisa huyu alikuwa anipigii kula, huyu alinipigia. Najua. Lakini wote sasa hizi wote ni wa kwangu, wote ni kitu kimoja. Kwa hiyo sasa hivi tuzungumzie maendeleo ya kijiji chetu cha Nole. Kilio chao kikubwa ni kupata kijiji. La kwanza ndio maana nasikia hata mtendaji hapa anasema wamejenga lock up. Tena nitampeleka kaone. Wameanza kujenga lock up. Na lock up hiyo tayari inafanya kazi, haifanyi kazi. Umeona hawa watu katika kata ya Utalingolo, na naamini inawezekana hawa watu wamevunja rekodi. Wanaotaka kijiji, kitu cha kwanza wengine wakasema tushawishi tuanze kujenga ofisi. Lakini hawa wakasema ili tushawishi kutaka ofisi tuanze na loka. Hapo vipi jamani? Pigeni makofi na vigelegele. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa maendeleo yote ambayo mnayafanya na mwamko mkubwa ambao mnao kwa ajili ya kuleta maendeleo ndani ya eneo lenu la Nole, ambapo tamaa yenu mnataka mjitegemee, na itafika wakati lazima itajibu tu. Kwa tunapomaliza ile lock up, basi tuhamie sasa kwenye ofisi ya kijiji. Na tumefanya jitihada na mwenyekiti wa serikali ya kijiji pamoja na timu yake. Tumeshirikiana pamoja na ofisi ya kata kuhakikisha kwamba tunapata ramani ya kujenga ofisi ya kijiji. Kwa hiyo ili maksudi huyu mwenyekiti na mtendaji wanapokuja hapa wanafikia ofisini. Na mambo yote mfanyie wapi? Ofisini. Piga makofi na vigelegele hapa. Sasa nitakuwa tupeane mikakati. Yaani ndani ya hii miaka mitano. Yaani mara 2030 ili nije nisainie kwenye ofisi ya kijiji cha Nole. Piga makofi na vigelegele. Kwa sasa ile ramani nzuri kabisa ipo na ni ya kisasa, vyoo ndani,
safi kabisa. Amesema mwenyekiti wetu wa serikali ya kijiji. Kwa kweli tujipongeze, Nole inaendelea kubadilika. Pamoja na shule ambayo imeshakamilika ile darasa la awali pale, lakini kuna milioni 10 tena zimetengwa zinakuja kwa ajili ya ukamilishaji ujenzi wa vyoo pale shule ya msingi. Lakini amezungumzia mwenyekiti wetu wa serikali ya kijiji kupitia mapato ya ndani kuna milioni 10 ambayo imeshakuja kwa ajili ya kuanzisha kujenga madarasa mawili kwa ajili ya watoto wetu pale. Lakini katika bajeti inayofuata kuna fedha ambazo zimetengwa milioni 30 ambayo itakuja kwa ajili ya ukamilishaji wa hayo madarasa. Hapo vipi jamani? Nole mpya sio mpya? Lakini bado kuna fedha zipo milioni 20 zitakuja hapa Nole. Tutakuja tuzungumze. Lakini pamoja na hayo, mimi niwapongeze kwa sababu shughuli ya ujenzi wa nyumba 2 in 1 ya waganga mmefikisha mahali ambapo imeweza kufika. Kwa hiyo kilichobakia ni kukamilisha bimu, si ndio hivyo? Baada ya hapo tuiachie halmashauri. Lakini pamoja na hayo, mwakilishi wa TARURA hapa amesema kwamba tulikuwa na kiu kubwa, na mwenyekiti amesema kiu kubwa ilikuwa ni barabara ya Nole kwenda wapi? Igagala. Lakini hata hivyo amezungumza hapa tunakamilisha ujenzi wa kiunganishi kizuri kabisa cha hii daraja ambayo inatoka hapa Nole kwenda Rugenge. Litatengenezwa tuta zuri na kuwekwa kifusi vizuri. Sambamba na hilo, nadhani amesema kwamba ndio itashughulikiwa pia na barabara hii ya Nole kwenda Usarule. Sasa masuala ya daraja, kwenye kikao cha RCC, kamati ya ushauri ya mkoa, nilisema na naomba nirudie kwa sababu vyombo vya habari vipo. Wanging'ombe ambako yuko ndugu yetu, tumekuwa tukiwasiliana sana katika uunganishi wa hizi barabara, hii ya Nole Igagala, lakini ya Nole Usarule, lakini na ile Utalingolo kwenda Igagala. Nikasema kwa sababu TARURA wilaya ya Njombe ambayo ni kwetu, tumejenga daraja hili la Nole Igagala, tutajenga daraja hili la Utalingolo kwenda Igagala la simenti. Bamba safi kabisa, piga makofi na vigelegele. Wakasema wao wanahitaji na daraja hili la Nole Usarule tena tujenge sisi wenyewe. Nyewa kwani dama yufe tu sina wewe ni vida muhwaza huno eti mtoko hamwanwe kaka beya umya kwa sengire huno na huno apa yoya runo na yu tsengi tupulingine nyewa mtsogerage ya iwaza tupulingine hapo ndilagize tayari tupulingine nyewa. Kwa ina maana ile daraja sasa litajengwa na TARURA wilaya ya wapi? Wanging'ombe. Kwa sisi hawa TARURA watatusaidia ni kama kilomita 1 kutoka hapa Chemchem hapa kwa Mabruda pale kwenda mpaka pale darajani, watakapokuwa wamekuja kutengeneza hii barabara kuwa na kivuko kizuri kuunganisha na kule Rugenge. Tumezungumzia mwenyekiti hapa, kitongoji kilichokuwa kimebaki hapa ni kitongoji cha wapi? Wikichi. Kwa hiyo ni juzi tu injinia wa mkoa wa TANESCO alikuja hapa na wamesha survey na nyumba kadhaa ambazo zitapata umeme. Sio kwamba umeme tayari, lakini mpaka mwezi wa 6 maana nguzo zitakuwa zimeshawekwa na umeme utakuwa tayari. Lakini kumekuwa na changamoto ya kitongoji cha Ngimbi. Jana niliongea na mwenyekiti nikasema muandike barua haraka ili uweze kwenda TANESCO. Hivi ninavyoongea hivi tayari wako kwenye kikao kule. Lakini sasa tendaji hapa yeye mwenyewe atajibu hapa. Mimi niliagiza jana ile barua iandikwe jana ile, leo asubuhi umefika kule TANESCO wakazipitisha zile barabara ili ziweze kusajiliwa. Na kusajiliwa hizi barabara lazima ziende Wizara ya Ujenzi. Ya Ujenzi zikishapitishwa kule zinapelekwa bungeni, zinatangazwa kwenye gazeti la serikali. Kwa hiyo nimwambie Mwanacheche asiwe na wasiwasi. Sisi kama TARURA
Ile ilikuwa ni hatua ya awali ili wananchi kwanza wapate huduma ya kuweza kupita. Ndio maana tulijenga kwanza daraja, tukaja tukafungua ile barabara kilomita 4.5 kwa lengo la kutoa huduma ya awali. Lakini process nyingine za kusajili tulishazikamilisha kama alivyosema mheshimiwa diwani, lakini lengo kubwa lilikuwa ni kutatua kwanza kero ya wananchi, lakini tukaendelea na taratibu za kusajili. Lakini tunashukuru Mungu kwamba zile barabara zimesajiliwa na sasa zitahudumiwa na TARURA kama kawaida. Kuhusu barabara ile ya Nole ambaye amezungumzia, nimemwambia kwamba ile barabara tumeshaiweka kwenye bajeti na tumeiweka kipaumbele. Kwa sababu tunapopanga vipaumbele lazima tumshirikishe mheshimiwa diwani kulingana na bajeti ambayo TARURA tunayo. Kwa tunaangalia barabara zile ambazo ni korofi ambazo ni kipaumbele. Kwa barabara ya kwanza ilikuwa ni changamoto hii ya kutoka kule mjini kuja huku Luponde, ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwa tukaanza na ile barabara pamoja na kufungua hizo barabara ya Utalingolo ile kwenda Igagala na hii Utalingolo hii Nole kwenda Igagala. Lakini kwa sasa tukakubaliana kwamba tufungue hii barabara, tutengeneze hii barabara ya hapa hii ya kutoka Nole Usalule. Kwa hiyo barabara ipo kwenye bajeti na mkandarasi amepatikana. Nadhani mvua ikishapungua basi tutaitengeneza ile barabara kwa kiwango cha changarawe na kunyanyua tuta lile liwe kubwa. Asante, naomba kuwasilisha. Na kuhusu uwanja nao tutalishughulikia kipindi tutakapokuwa tunatengeneza, kwamba hili liko nje ya bajeti ya TARURA. Sisi kazi yetu TARURA ni kutengeneza barabara, lakini mheshimiwa diwani aliomba kwamba tutakapokuwa tunatengeneza tuweze kuwasaidia na ile sehemu ya uwanja. Kwa hiyo tumelichukua, tutalifanyia kazi kipindi cha matengenezo. Asante mheshimiwa.